sahihi, lakini naona bado Waziri Palamagamba Kabudi ana nafasi ya kutengeneza kamati ya kwenda kuchunguza ukweli wa kile kitu ambacho kimefanyika, lakini pia kuwa mwarobaini wa haya mambo ya nadhani waziri amefanya jambo zuri, lakini mimi kwangu naona timing haikuwa nzuri, kwa sababu pia uchunguzi hatujauona mezani. Ukitoka utakuwa na nguvu kiasi gani? Tena ni Lick Media, hapa tupo na mwanangu wa Black and White kuzungumzia sakata zima linaloendelea sasa hivi la kimichezo kati ya Simba na Yanga, kutokana na mkutano ambao umeitishwa jana na Mheshimiwa Waziri kuita bodi ya ligi pamoja na shirikisho la mpira hapa Tanzania TFF pamoja na timu zote mbili Simba na Yanga. Tumekuja kuonekana ni kwamba halikutoa ufafanuzi wote kama hii mechi itakuwaje, ama upande wanaopinga au upande wanaolilia kupata pointi 3 wamepewa tamko gani. Bwana, mambo vipi? Safi, inakuaje mzee? Kama kawa. Mungu ni mwema. Fresh kabisa. Kabisa sana. Bwana, kama wewe ni msema ukweli wa mdau wa michezo ambaye una mara nyingi sana umekuwa katika kuwasilisha habari za michezo na unazitolea ufafanuzi vizuri, kutokana na sakata hili linavyoendelea, Mheshimiwa Waziri kuitisha jana mkutano kuita bodi ya ligi pamoja na shirikisho la mpira na hizi timu zote mbili ambazo ni kubwa hapa nchini Tanzania, kwa upande wako unaona ni mtazamo namna gani, au unaona limekaa namna gani mpaka kufikia hatua Mheshimiwa Waziri anaita bodi ya ligi pamoja na TFF kulitolea ufafanuzi ili swala lazima kuhusiana na mechi ilishwe au namna gani? Wewe kwa upande wako limekaaje? Haitakuwa heshima ya kutosha sana nikisema ni mkosoe waziri, lakini naweza nikatoa tu mtazamo wangu kwa yale ambayo yamefanyika. Mimi binafsi ninaona kama haikuwa kwenye timing nzuri, haikuwa katika sehemu nzuri. Pengine tu TFF na bodi ya ligi wameshindwa kuzungumza kwa sababu waziri kashasema, wao watasemaje tena. Lakini pia kikao cha jana dhidi ya bodi ya ligi na waziri inawavua nguo au inawashushia heshima bodi ya ligi na TFF kwa kile ambacho kimefanyika. Unajua kwa nini? Ndio. Ukizungumzia bodi ya ligi wako chini ya TFF, kwa maana mandate nzima ya mchezo wa mpira miguu uko chini ya TFF. Kabisa. Kwa mamlaka yote, chochote ambacho kinatokea kwenye mpira wa miguu, mamlaka yao wote wao. Nikukumbushe, wakati wanasimamisha mchezo dabi ya Kariakoo, bodi ya ligi walisema wanafanya uchunguzi. Umeelewa? Ule uchunguzi ambao walisema wanaufanya, hakuna mtu ameona uchunguzi ukileta majibu ni majibu gani, kwa sababu kila mmoja anasubiria uchunguzi ambao bodi ya ligi ilisema utafanya uchunguzi. Kwa sababu nategemea kwamba kulikuwa na sababu nyingi sana ndani yake ambazo ndizo ambazo zilisababisha dabi sichezwe. Si unanielewa? Kwa hiyo huo uchunguzi haujatoka. Lakini ni wiki nzima inapita, hakuna uchunguzi. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6 mpaka ya 7. Alafu waziri anaona kuna umuhimu wa kuwaita watu kwa sababu ni tukio ambalo limeleta taharuki kubwa sana. Waziri naye yuko chini ya mtu ambaye ni president. Kusikia kila siku tunazungumzia mpira, huyu kafanya nini, inawezekana yeye mwenyewe akaona masikio haya au kelele hizi zinampigisha kelele, na kwa maana rais anaweza kaona waziri afanye kazi. Kwa hiyo alivyowaita manake bodi ya ligi na TFF, kwanza mimi nitegemea kwanza waziri angehitaji kupata uchunguzi uliofanywa na bodi ya ligi. Yaani angepita kwanza na uchunguzi, angeitisha kwanza uchunguzi kwamba bwana, mmesema mleta uchunguzi, ninaombeni uchunguzi ufanyike haraka, kwa sababu mamlaka ya soka ipo chini ya TFF na bodi ya ligi. Sio mbaya kwa serikali kuweza kuingia na kuona namna gani ambavyo zakafanya kuhakikisha mambo yanakuwa sawa sawa. Ndio maana nasema timing ambayo aliingia nao waziri kwa ajili ya hivi vilabu haikuwa timing nzuri, haikuwa sehemu ambayo ukasema ilikuwa sahihi, kwa sababu kulikuwa na kitu kinaitwa uchunguzi. Uchunguzi haujapatikana mzee. Mpaka saizi hakuna kwa hatujui nini ambacho kilitokea. Mimi nilikuwa na hoja moja, kwa sababu upande wa Simba wao walipeleka hoja bodi ya ligi na TFF. Hii hoja ilikuwa ni matukio ambayo yalitokea kwa kuzuiliwa kuingia kufanya mazoezi. Si umeelewa? Ile hoja, je, waliandika hoja gani? Kila mmoja anajiuliza, kwa sababu ile barua kwa umma ambayo inaenda kutoka bodi ya ligi, si tumepeleka barua, si vyote hivyo hawezi kuandika vitu vyote. Pengine kulikuwa na picha mnato, si kuna vitu picha mjongeo na vitu kama hivyo. Vyote sisi hatujavipata. Majibu anayo bodi ya ligi, na sababu za kusema hatutacheza ile mechi vyote viko chini ya bodi ya ligi. Maana yake kwa kanuni ya 34(1)(3) inaonyesha kabisa kwamba bodi ya ligi walikuwa na sababu kubwa ya kusimamisha mchezo, tofauti na kuzuiliwa tu kuingia uwanjani.
Umenielewa? Ndio. Kwa hiyo sasa wakati wanasema tunataka uchunguzi, wa Tanzania wengi tunasubiria kuona uchunguzi ambao bodi ya ligi wanasema wanataka uchunguzi. Maamuzi ambayo baadhi ya watu itabidi waajibika katika nafasi zao. Lakini ukiacha watu wengine kuwajibika, unaanza na yule ambaye kanuni zenyewe hazimruhusu Mguto, na ndo ambaye ameleta taharuki kubwa sana mpaka dakika hii. Umenielewa? Kwa hiyo mimi jambo ambalo najaribu kuliona jinsi ya kuliendea hili jambo, kulimaliza jambo. Likimalizwa pia kwenye hekima, tutazidi kufuga ubovu. Sawa tutazidi kuharibu kabisa ligi yetu. Diende katika mfumo ambao hata kama ni maridhiano, sawa, yaende kwenye kanuni. Naamini kila kitu kitaenda sawa sawa. Tusimamie kama Uarabuni jinsi ilivyokuwa, ukiangalia dabi kati ya kule ilikuwa inacheza Zamalek na Al Ahly alionekana kutoheshimu misingi ya mpira, lakini akanyimwa pointi 3. Hivyo na sisi tusimamie hapo tuweze kulijenga soka letu. Tatizo shida ambayo mimi mpaka dakika ukiniambia nikisema Mguto anatakiwa kukaa pembeni ni nini? Kusema Simba na Yanga ni kubwa, manake unazinyima nafasi timu zingine. Yaani unaona timu zingine kama Ken Godi zinajiona kama wao hawana haki. Ashumu kama ingetokea labda angekuwa ni Ken Godi au ungekuwa Coastal Union au timu zingine ndogo ndogo zile zingepigwa panga. Umeelewa? Lakini Simba na Yanga afu unatoka mwenyekiti. Ndio maana nasema akiendelea kubakia Mguto, madhaifu haya yataendelea kuwa makubwa. Hatuna nia ya kumuondolea kibarua chake, hapana, lakini nia yake ni kwamba apate nafasi nyingine, sio nafasi kubwa hii ya kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi, mtu ambaye hana vigezo, lakini ametoka bila kuchuja maneno ya kwenda kuipea kwenye soka letu. Ule ni uharibifu wa kwanza kwenye soka letu, kuvichambua vilabu viwili kama ni vikubwa ambavyo havigusiki, kwamba dabi imesimamishwa kwa sababu moja tu, kwamba moja timu ingeshuka daraja. Kama waheshimu kanuni, simshushe. Ile kanuni imemtengeneza kwa sababu ya nini? Kwa hiyo hicho kitu tu kinamfanya tuseme kwamba Steven Mguto, sawa kama mwenyekiti wa bodi ya ligi, yeye ana sababu ya kuwajibika. Kama hawezi kuwajibishwa, ina maana Karia kama ana nguvu ya kumuondoa katika hiyo nafasi kwa kunusuru soka letu, Karia na nafasi hiyo. Lakini itakuwa ni kitu cha ajabu kama tutasema tuivuruge bodi ya ligi nzima, si ndio? Mfano bodi ya ligi sio kwamba vitu vyote amefanya vibaya. Mfano CEO Almas Kasongo, kuna vitu fulani kavifanya vitu vya msingi sana kwenye bodi ya ligi. Ratiba, mambo mengi yamefanyika, lakini kwenye makosa haya naye anaingia kwenye makosa haya bila shaka. Lakini nani ambaye kaapeleka makosa kuwa makubwa zaidi? Ni mwenyekiti ambaye ndiye ambaye anatakiwa kuwajibika badala ya watu wengine, ili mambo mengine yakae sawa sawa. Ili kanuni ziheshimike, ni lazima kuwepo na ule msimamo ambao kila mmoja ataanza kuogopa, awe Simba, awe Yanga, awe nani, Azam, wote waseme hapa tunaingia kwenye mfumo. Lakini kwamba mimi kwa sababu Simba hawezi kunifanya hivi, mimi kwa sababu Yanga siwezi kufanya hivi. Ndio maana nasema lazima mtu awajibike. Na direct ya kuwajibika, kwanza kanuni tu moja inamwambia hastahili huyu mwenyekiti kuwepo hapa katikati. Kwa nini? Hapo kwenye kanuni tu. Unajua watu ukiingia kwenye kanuni zilizovunjwa za dabi, nenda kwenye kanuni ambayo inamweka mwenyekiti kuwepo madarakani. Hana klabu. Hiyo haijavunjwa. Imevunjwa. Anamwakilisha nani? Kwa hiyo mimi nadhani waziri amefanya jambo zuri, lakini mimi kwangu naona timing haikuwa nzuri kwa sababu pia uchunguzi hatujauona mezani. Ukitoka utakuwa na nguvu kiasi gani? Asante sana bwana mzee msema ukweli ama Mr. Black and White. Na kweli umeeleza jambo nzuri sana, lakini la kumalizia ningependa umalizie kidogo. Labda ungependelea nini kifanyike ambacho kitaweka usawa, mbali na kutumia busara ambayo tutakaa vikao 6, 7, 8 kupata mwafaka ili jambo, ili timu zingine nazo zijione kwamba siku likitokea tatizo kama hili na sisi tunaweza tukapewa haki ambayo ilikuwa sawa bin sawia, kuliko kuonekana kwamba timu hizi zinafanywa mapendeleo zaidi. Ni swali zuri sana. Kitu ambacho kinataka kifanyike kwa upande wangu mimi, ninaona kwa sababu waziri kashalichukua, maana yake serikali imeshalichukua ile jambo. Waziri ana nafasi ya kutoa nafasi ya kamati huru. Hatukatai kuna Simba na Yanga kila pande, lakini akiweka adidu za rejea zitaenda kuleta picha kwamba anahitaji nifahamu hiki na hiki na hiki na hiki, kwa sababu amemsikiza Yanga, amemsikiza Simba. Umeelewa? Anatakiwa apate, najua atakuwa kuna pointi ameshazipata za Simba, za Yanga na za TFF. Wote TFF, bodi ya ligi, Simba, Yanga, wote anatakiwa waingie kwenye kamati huru. Sawa ambayo inaenda kujua nani mwenye kosa. Inawezekana kosa ikawa bodi ya ligi, inawezekana kosa sio bodi ya ligi, ni TFF, kwa sababu bodi ya ligi yenyewe haiko huru. Si umeelewa? Bodi ya ligi iko chini ya TFF. Inawezekana amri itoka kwa upande wa TFF
Huwezi kujua. Kwa hiyo waziri, kitu ambacho mimi nadhani inawezekana kama mwarobaini mara baada ya kuwasikiliza hawa waziri, kwa sababu atasema chochote, ana nafasi ya kutoka na kusema sasa kile nilichokisikia pande zote mbili, nina nafasi ya ya kuunda kamati huru ya siku 3. Hii kamati inaenda kuniletea adidu za rejea 1, 2, 3 ambao ataniletea, alafu nitakuja na uamuzi wa kila kitu ambacho nimekisikia. Watanzania wataamini kitakachoenda kufanyika ni kitu sahihi kabisa. Lakini wakija TFF na bodi ya ligi wakisema huu ndio uchunguzi wetu, hautakuwa na nguvu na utapingwa na bado tuendelea kutengeza vurugu kwenye ligi yetu. Hao ni maoni yangu. Simlazimishi mtu yote aseme maoni ni sahihi au sio sahihi, lakini naona bado waziri Palamagamba Kabudi ana nafasi ya kutengeneza kamati ya kwenda kuchunguza ukweli wa kile kitu ambacho kimefanyika, lakini pia kuwa mwarobaini wa haya mambo yasitokee tena, ili kuondokana na malalamiko ambayo yanaendelea. Swadakta kabisa. Asante sana.